kama zile homoni zake ziko chini au ziko juu. Sasa unakuta kwamba homoni zikiwa chini, ina maana haziwezi kutengeneza mayai, kupevusha mayai au ule ukuta wa kumshikiza mtoto kwenye kizazi. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kushika mimba. Lakini anapotumia stem cell inaenda kumtengenezea seli mpya sasa ambazo zitatengeneza vichocheo kwa uwiano unaotakiwa, zitaenda kutengeneza mayai na kuyapevusha, kutengeneza ile endometrium, tunaita ile nyumba ya mtoto, uterus, ile sehemu ya ndani ambayo mtoto mimba ikishapatikana inajipandikiza pale. Lazima kuwe na unene fulani. Kwa hiyo sasa hizo hormone ndo zinazotengeneza ile thickness. Kwa hiyo sasa akishatengeneza huo mzunguko wote, yule mama anapata ujauzito. Na anaweza, stem cell inaweza kumsaidia hata kama mama ambaye amefikia umri kikomo. Atarudi tena kwenye hedhi zake na ana uwezo wa kupata mimba muda wowote ule. Kwa hiyo ambao wanahusika na masuala ya ustawi wa jamii, tukae kwa pamoja na mueleze activities zenu ambazo mnazozifanya, na sisi tujue namna gani ambapo tunaweza tukashika mkono. Na mimi nilipokee kabisa lile ombi lenu, mtakapokuona event zangu nyingi Phytoscience tutaialika, kwa sababu inaonyesha kabisa mmeigusa jamii, na sisi kama serikali na lazima tuwashike mkono. Kwa hiyo hilo tumelipokea. Kwa kama itawapendeza, majira ya saa 8